Taarifa iliyotufikia kutoka kwa mwenyekiti Tundu Antipas Mughwe Lissu, huyu ni mwamba ambaye kwa sasa ameendelea kuwafanya Watanzania wengi kuingia kwenye simanzi, na hakika aliweza kuzungumza kwa uchungu jinsi ambayo amekuwa akiyapitia katika gereza la Ukonga. Lakini kubwa kuliko taarifa kubwa iliyopo ni kwamba yeye anaamini mpaka sasa hivi kwamba kesi yake manake bado iko inarani, ni manake inaendelea na hakuna alichohukumiwa. Lakini yeye anachoshangaa cha ajabu ni kwamba yupo katika sehemu ama eneo ambalo yeye ameweza kuhukumiwa kifo cha kunyongwa. Yani ni jambo ambalo yeye kama yeye kwa sasa anaona ni bora akalisimamia yeye mwenyewe. Yani kama ni nguvu ya mawakili ambao waliweza kumsaidia kama wakili Kibatala, lakini pia na wengine tofauti kutokea nchi ya Kenya na hata nchi ya Uganda, ni kwamba wazi kwa sasa anaamini kwamba kesi yake acha aendelee kushikilia yeye mwenyewe, kwa sababu anashangaa kabisa kwamba yeye yupo kwenye chumba cha kunyongwa, yani chumba cha wenye kesi ya kuhukumiwa kunyonga, ila hali anaamini kabisa kwamba kesi yake bado haijasomwa na hajahukumiwa kunyongwa. Yani maana yake waliopo katika chumba hicho ambacho wameweza kuhukumiwa kifo cha kunyongwa, maana yake ni watu ambao tayari wako sentenced kabisa, na wakiwa tayari mashtaka yao yameshasomwa na hukumu yao imeweza kufatwa. Kwa hiyo ni swala ambalo linasubiriwa la muda tu kuweza kutimia, ili mradi wote walio katika kile chumba waweze kupotezwa na kuweza kunyongwa. Kwa hiyo ni taarifa ambayo yeye kama yeye ameweza kuzungumza mara baada ya kuamini kwamba yeye kesi yake ataishikilia bila ya kuwa na wakili yoyote. Ameweza kuwashukuru mawakili wote waliotoa sapoti na waliompa mchango wake mkubwa, lakini yeye anaamini kabisa kwamba kwa sasa ni wakati wa yeye kusimama kama yeye atasimama kidete, na anaamini kama itakuwa ni kuhukumiwa kunyongwa, basi yeye yuko tayari, na lolote kalotokea ni kwamba amezidi kuwasi wanachadema na viongozi wa Chadema ni kuendelea kushikamana na kile alichokiacha cha no reform no election. Huo umekuwa ni msimamo na msisitizo mkubwa ambao yeye Tundu Lissu ameona ni sahihi, na ameona kabisa kwamba yani hata ikatokea yani kuna mistake yote imetokea kwamba yeye hayuko tena duniani, yani kama amehukumiwa kunyongwa na hata pia kesi yake ikawa imefikia mahala pabaya, ni kwamba msimamo wa no reform no election utabakia kuwa uko pale pale. Kwa taarifa ambayo nafikiri pia kwa baadhi ya viongozi wa Chadema wameendelea kujipa imani na nguvu kwa lolote kaloweza kutokea kwa mwenyekiti wao Tundu Antipas Mughwe Lissu. Lakini nafikiri cha msingi na la ziada ni kwamba tukutane kwenye upande wa comment. Ni short and clear information kuhusu na kinachoendelea kuhusiana na mwenyekiti Tundu Antipas Mughwe Lissu, ambaye pia aliweza kuelezea ni nini kinachoendelea katika gereza la Ukonga na kuhusu kesi yake ya uhaini. Hii ni Hatboy Media.